Muammar Mohammad Abu Minyar al-Gaddafi anasalia kuwa mmoja wa viongozi waliovuta mjadala mkubwa zaidi katika historia ya kisiasa ya karne ya 20 na mwanzoni mwa karne ya 21. Gaddafi alikuwa kiongozi ambaye alipambania nchi ya Libya kuwa ni nchi ya mfano katika bara la Afrika kutokana na uchumi wake kushamiri vizuri na kuhakikisha wananchi wake wanapata mahitaji maalum. Utawala wake wa zaidi ya miaka 40 nchini Libya haukuwa tu mrefu, bali ulikuwa majaribio ya kipekee ya kuunda mfumo mbadala wa kisiasa uliopinga mifumo ya kidemokrasia ya magharibi na ujamaa wa jadi. Kupitia dhana ya jamahiria na falsafa ya kitabu cha kijani, Gaddafi alidai kuanzisha demokrasia ya moja kwa moja inayoweka mamlaka mikononi mwa wananchi, lakini kwa vitendo alijenga mfumo uliomkusanyia nguvu. Wakati mapato ya mafuta yalitumiwa kuboresha huduma za kijamii na kuipa Libya hadhi ya kiuchumi barani Afrika, ukosefu wa uwajibikaji wa kisiasa, udhibiti wa dola na ukandamizaji wa upinzani vilizua maswali mazito kuhusu uhalali wa uendelevu wa mfumo wake wa utawala. Hivyo basi, historia ya Muammar Gaddafi haiwezi kusomwa kwa mtazamo mwepesi wa sifa au lawama pekee, bali inahitaji uchambuzi wa kina unaozingatia mwingiliano kati ya itikadi, mamlaka, rasilimali na athari za muda mrefu kwa dola na jamii ya Libya. Gaddafi mimi namfahamu kama alikuwa rais wa Libya, na tunaweza tukasema katika top 10 au top 5 ya marais wa Afrika huwezi kumkosa Gaddafi, kwa sababu Gaddafi aliwafanyia mambo makubwa sana wananchi wake, na sidhani mpaka leo kama Gaddafi anaweza akasahaulika kwa wananchi wake wa Libya kutokana na vile vitu ambavyo alivyokuwa anawafanyia. Alikusudia pia kuwa na Libya ambayo Mlibya anajiona ni sehemu ya taifa hilo. Kwa hiyo alianzisha mfumo unaitwa jamahiria. Mfumo ule ungeweza kutaka kufananisha na hapa kwetu, ni kama vile una sura vionjo vya ujamaa, lakini kimsingi haukuwa mfumo wa kijamaa. Ningesema ni mfumo wa kijamii. Alianzisha mabaraza ya uongozi ya kijamii, wakae wajadili mambo yao na waseme wanataka nini. Uchumi ulikuwa bado ni uchumi hodhi, yani kamati yake hiyo ya uongozi, yeye kamkano, nchi ilienda, unaweza kusema kijeshi hivi, lakini auendesheje uchumi, mifumo gani itumike? Wakati ule dunia imegawanyika katika mifumo miwili, ya kijamaa na ya kibepari. Hakuwa mbepari, hakuwa mjamaa unaweza kusema, na yeye alikuwa miongoni mwa mataifa machache ya Afrika ambayo yalikuwa yanafuata ule mfumo ama msimamo wa non-aligned states movement. Kwa hiyo aliamua kutofungamana na upande wowote wa magharibi ama mashariki, lakini kila upande angeweza kufanya nao kazi interchangeably kutegemeana na tija anayoipata kwa taifa lake. Muammar Mohammad Abu Minyar al-Gaddafi alizaliwa tarehe 7 Juni mwaka 1942 karibu na mji wa Sirte, Libya, katika familia ya ufugaji wa kabila la Bedouin waliokuwa wakiishi maisha ya kawaida ya jangwani. Malezi yake katika mazingira ya unyenyekevu, nidhamu ya kifamilia na mila za jadi za Kiarabu yalichangia kwa kiasi kikubwa katika kuunda mtazamo wake wa maisha, siasa na uongozi. Akiwa mtoto, Gaddafi alishuhudia athari za ukoloni wa Italia na baadaye uwepo wa ushawishi wa mataifa magharibi nchini Libya, jambo lililomjengea chuki dhidi ya ubeberu na kutawala kwa nguvu za nje. Akiwa huko sekondari alikuwa ni mtu aliyeonyesha karisma ya uongozi kwa kuongoza makundi mbalimbali, na ni mtu kwa sababu alianza kupata msukumo kidogo wa kupinga ukoloni, kwa sababu babu yake ni miongoni mwa watu waliouawa wakati wa vita vya kati ya Walibya na Waitaliano. Kwa hiyo ni mtu ambaye alikuwa na manunguniko yake wakati huo wa utoto wake. Alipata elimu ya msingi na sekondari nchini Libya, ambako alionyesha uwezo mzuri katika masomo na hamu kubwa ya kujifunza masuala ya historia pamoja na siasa. Wakati wa masomo yake alivutiwa sana na harakati za utaifa wa Kiarabu zilizokuwa zikienea katika nchi za Kiarabu
hasa fikra za uongozi wa Gamal Abdel Nasser, rais wa Misri, alikuwa akiunga mkono umoja wa Uarabu, uhuru wa kisiasa na kupinga ushawishi wa Magharibi. Mawazo haya yalimwathiri sana Gaddafi na kuwa msingi wa itikadi yake baadaye. Baada ya kumaliza elimu ya awali, Gaddafi alijiunga na chuo cha kijeshi cha Benghazi ambako alipata mafunzo ya kijeshi na kisiasa. Akiwa chuoni, alianzisha na kujiunga na makundi ya siri ya wanajeshi waliokuwa wakipinga utawala wa kifalme wa Mfalme Idris wa kwanza, waliouona kuwa dhaifu, tegemezi kwa mataifa Magharibi na usiojali maslahi ya wananchi wa kawaida. Kupitia mafunzo ya kijeshi na ushiriki katika mijadala ya kisiasa, Gaddafi alijijenga kama kiongozi jasiri mwenye maono ya mabadiliko makubwa ya kisiasa na kijamii, na baadaye kumwondoa Mfalme Idris Septemba mwaka 1969, na hapa ikawa ni mwanzo wa safari yake ndefu ya uongozi uliodumu madarakani zaidi ya miaka 40. Wakati wa utawala wa Sultan Idris wa kwanza, kuna makundi mengi yalisahaulika. Kwa hiyo makundi sasa, yeye alikuja na sera kwamba anataka kuleta umoja badala ya watu kugawanywa katika miji labda kaskazini, kusini, mashariki. Sasa akaja na sera ya kuleta umoja wa kitaifa, na hapo alipata uungaji mkono. Lakini kikubwa zaidi ni hayo mageuzi. Alikuwa na kiu ya kuleta mageuzi ya kiuchumi, mageuzi ya kisiasa na mageuzi hasa ya kiutamaduni. Na yeye pia aliona ule ufalme wa mzee Idris, aliona kama unaichelewesha Libya. Aliona like it was long overdue kuendelea kuongozwa na mfalme. Kwa hiyo alikuwa na wanaita ile drive ya mageuzi. Baada ya kuingia madarakani mwaka 1969, Muammar Gaddafi hakujitambulisha rasmi kama rais au waziri mkuu, bali alijipa hadhi ya kiongozi wa mapinduzi, akidai kuwa mamlaka halisi alipaswa kubaki mikononi mwa wananchi. Kupitia mtazamo huu, alikataa mifumo ya kidemokrasia ya vyama vingi, akisema kuwa vyama vya siasa ni chombo cha kugawanya wananchi na kunufaisha makundi machache yenye maslahi binafsi. Badala yake, alianzisha mfumo wa utawala aliouita Jamahiria, neno la Kiarabu linalomaanisha utawala wa watu, ambao kimsingi ulilenga kuweka madaraka ya kisiasa, kiuchumi na kijamii moja kwa moja mikononi mwa wananchi. Katika mfumo wa Jamahiria, Gaddafi alianzisha mabaraza ya watu, yani People's Congresses, na kamati za mapinduzi ambazo kwa nadharia zilipaswa kutoa fursa kwa raia kushiriki moja kwa moja katika maamuzi ya serikali. Hata hivyo, kwa vitendo, mfumo huu uliendeshwa chini ya usimamizi mkali wa kamati za mapinduzi zilizokuwa na uaminifu wa moja kwa moja kwa Gaddafi. I think wa Libya wajifunze kutoka Tanzania. Pamoja na mambo mazuri ambayo aliyafanya Gaddafi, ni kweli kulikuwa na gap kwenye governance, kwenye democracy kulikuwa na gap, lakini pia ile structure ya uongozi kutoka kwa rais mpaka kwa watu, hii mifumo hapa katikati ni kama vile haiko effective. Sisi hapa Tanzania wako wanaofikiri we can do without regional administration structures, we can do without, hata kama ni wilaya, nasema ondoa DC, mkurugenzi anatosha wilaya na nini. Tufanye utafiti wa kutosha. Kama ulivyosema, presentation yangu is just a layman presentation, tunafanya uchambuzi, tunaongea tu, lakini tuwape nafasi wasomi wetu, tuwape nafasi wataalamu wetu wa mambo ya utawala, na tufanye case studies nyingi sana. Tuendelee kutazama Marekani nini kimebakia, Uingereza nini kinaendelea. Tusie tuka overhaul mifumo yetu ya utawala kwa kuvutwa tu na upepo fulani. Hapana. Umeshafanya study ya kutosha kuona kwamba kweli umehitaji regional commissioner? Umeshafanya study ya kutosha kuona kwamba umehitaji district commissioner? Aidha, alitetea aina ya ujamaa wa Kiarabu, akipinga umiliki binafsi wa rasilimali muhimu kama ardhi na mafuta na kuhimiza usawa wa kiuchumi. Lakini katika kuunga mkono utaifa wa Kiarabu, ili hali nchi ya Libya iko katika bara la Afrika na baadaye kurudi nyuma na kuwa na Afrika ndio bara zaidi, hii ilitazama kwa jicho la tofauti. Aliporudi akiwa amechelewa Gaddafi, kuna wakati ninajiulizaga swali, wakati ule baada ya kumpindua mzee Idris, angesema na yeye anaungana na wenzake Afrika kuleta umoja huo wa bara la Afrika na
kuungana katika uchumi, kuungana katika biashara, kuungana kijeshi, kuungana kwa fedha na kadhalika. Angefanya hayo mambo mapema, nafikiri kwa msukumo wake na kwa sababu pia alikuwa na nguvu ya uchumi, yawezekana Afrika ingeweza kuwa mbali sana. Sasa kwa kuwa alichelewa, alipokuja kuanza kuzungumza hilo, alikuta watu wa Ulaya walishazoea kwamba sauti hizo zilishasimama kidogo, zilienda na kina Nyerere, zilienda na kina Nkrumah na Lumumba, hizo sauti za hivyo ziliendaga. Tumesha democratize Africa, tumejenga governance institutions Africa, sasa tunazungumza nao lugha moja tena. Sasa wanajipima kwa vigezo tulivyowawekea, na mmoja akipungua katika vigezo wenzake wanamwandama. Hayo ni mafanikio makubwa sana kwa West. Sisi hapa tunapimana utawala bora. Tumesahau tawala zetu zile za kichifu na nini ambazo pengine zilifanya tu survive miaka na miaka kabla wakoloni hawajatukuta, zile tumezisahau kabisa. Sasa hivi ukipungua kidogo tu kwenye transparency, kwenye good governance, ukipungua kidogo, ukionekana una kasoro tu, wewe rais, wewe waziri mkuu, sasa unapingwa na watu ambao sasa wamemezeshwa, wamekuwa indoctrinated, tungezungumzia ni dini, wamefundishwa tangu utoto, wanajua haki zao, haki za binadamu. Kwa hiyo wakiona kasoro ndogo tu, hawa wanapiga kelele nyingi, na wakihitaji misaada wanapata, ili kuaddress administrative gap iliyoko mahali kisiasa kwa maana democracy, ama kiusimamizi kwa maana ya governance. Wanapiga kelele, na mataifa mengi ya Afrika yamebadilisha viongozi wake pia kupitia hilo. Wengine hata ule uchaguzi unapofanyika kila baada ya miaka 5, viongozi wengi hubadilishwa katika misingi hiyo, kwamba umeshapimwa kwa vigezo vile na kaonekana hautoshi. Kwa hiyo huyu ndio Muammar Gaddafi ambaye mimi ninamuona. Alikuwa na sura hizo mbili, sura ya kwanza ya Kiarabu, lakini baadaye akaona yeye yuko ndani ya bara la Afrika, tukawa na Gaddafi mwenye sura ya Kiafrika, tena sura ile ya mababa zetu wa ukombozi. Alikuwa na msimamo sana, na amefinance development initiatives nyingi za Afrika, support initiatives za afya, elimu barani Afrika, lakini pia hata za utalii. Nasikia kuna maeneo mengine kuna mahoteli alijenga, mengine yanaendeshwa kwa ubia na wawekezaji wa hizo nchi husika. Kwa hiyo alifika mahali fulani, alianza kuwa pia kama baba wa Afrika. Katika juhudi zake za kuendeleza itikadi ya utaifa wa Kiarabu na Kiafrika, Gaddafi alitoa msaada kwa makundi mbalimbali wapigania uhuru barani Afrika, Mashariki ya Kati na hata Amerika ya Kusini, ingawa baadhi ya makundi haya yalikuwa yakipigania ukombozi dhidi ya ukoloni na utawala wa kibaguzi. Kuongeza nguvu huku kwa sababu tayari kule influence yake ilipotea bila kupata matunda ambayo aliyatarajia. Na ndio hapa sasa anaanza kuunga mkono kabisa harakati za ukombozi wa nchi za Afrika. Utakumbuka namna ambavyo moja maeneo aliyofanya ziara kama mara mbili, nadhani ni Afrika ya Kusini, alifanya ziara Msumbiji, alifanya ziara nadhani Namibia na maeneo mbalimbali. Na ziara zote hizo ilikuwa ni katika kuleta msukumo, kuleta joto ya umoja wa Afrika na kuleta joto ya umajumui wa Afrika. Na ndio sasa miaka hiyo ya 90 mpaka 2000 unaona ili kuipa meno Afrika, kwa sababu moja ya mambo ambayo umoja wa nchi huru za Afrika ilikuwa inalaumiwa kwamba ilikuwa inaonekana kama ni toothless dog, mbwa ambaye hana meno, mbwa ambaye alikuwa hang'ati. Akasema sasa iko haja ya kuibadilisha kutoka OAU ije African Unity ambayo itakuwa na vyombo vitakavyoweza kusimamia maamuzi kwa ajili ya Afrika moja. Na matamanio yake ni kama yale aliyoyashindwa kule. Alitaka moja kwa moja kuanzisha United States of Africa. Alisimama kwenye viatu vilivyoachwa kwa Nkrumah. Akasema twende tuanzishe United States of Africa. Sasa kilichotokea pale, nadhani tunajua kwamba Mwalimu Nyerere pamoja na wenzake walitumia ushawishi mkubwa, wakasema kwa hali ilivyo sasa tunatakiwa
ili tuanze taratibu, tuungane kwanza kikanda. Tukishaweza hilo, ndio sasa tuje tuunganishe Afrika yote. Mnamo mwaka 2011 Libya ilikumbwa na wimbi kubwa mitazamo tofauti ya kiraia yaliyochochewa na Arab Spring, harakati za kieneo barani Afrika na Mashariki ya Kati zinazopinga ukandamizaji wa kisiasa na kudai mabadiliko ya kidemokrasia. Wananchi wa Libya wakiwemo vijana walipinga ukosefu wa uwajibikaji, udikteta na ukandamizaji wa uhuru wa kisiasa ulioendelea chini ya utawala wa Gaddafi wa zaidi ya miaka 40. Wakati vita hivyo vikizidi, NATO iliingilia kati kijeshi mnamo Machi 2011 chini ya azimio la Umoja wa Mataifa la kulinda raia. Operesheni hii ilihusisha mashambulio ya anga dhidi ya silaha na vituo vya kijeshi vya Gaddafi, jambo lililosaidia waasi kupata nafasi za kiusalama na kuendeleza mapambano dhidi ya vikosi vya serikali. Kuingilia kati kwa NATO kulisababisha mabadiliko makubwa ya kisiasa. Tuna mengi ya kujifunza kutoka wenzetu. Hata ingawa ajenda ya leo ni Libya, lakini hata ukitaka kuzungumza hili la Venezuela, napo pale chuki pana changamoto, lazima tukiri. Venezuela pana changamoto. Ni nchi ambazo ungesema mlengo wake ni wa kidikteta, ndio. Pana changamoto ya uhuru wa kushiriki zile siasa pale, pana changamoto. Hata hali ya maisha ya Venezuela ilishaanza kudrop. Kuna umaskini pia unaingia. Sasa watu wanatakaga mabadiliko for the better, si ndio? Kwa hiyo sababu za kutaka mabadiliko ziko wazi, lakini njia zinazotumika baada ya kuona hii regime ni unshakable, ndio hiyo uliosema ya unampa mbwa jina baya ili kila mtu atakaopita arushiwe mawe. Kwa hiyo Maduro na watangulizi wake walishapewa hayo majina mabaya. Watangulizi wake tu wali escape kidogo, yeye ndio akawa amekuja kwenye kilengeo kabisa. Kwa hiyo akapewa jina baya. Wamarekani wakaja. Marekani anaweza kwenda mahali popote pale, hata nchi za Afrika, ikiwa interest zake, na hasa akiwa kwenye pressure ya kusurvive. Maana kilichotokea kwa Marekani, nitarudi kwenye swali lako, ni ile pressure, survival. Anatafuta kusurvive kwa sababu alivyozikoroga sera zake za ndani, zikiwemo za uhamiaji na nini, kuna shida kidogo. Kwa namna ya kuendesha uchumi na mambo ndani ya Marekani kuna shida kidogo. Kwa hiyo wakati mwingine unataka ushift hata ile attention somewhere else. Unajua kuna ile watu wanasema unakuwa na shida ndani mwako, alafu unatafuta namna ya kubadilisha agenda. Kwa hiyo kwa Marekani ilikuwa kama vile pia kubadilisha agenda, lakini unabadilishia wapi? Unatazama mahali una interest napo, lakini unatazama mahali ambapo wana weaknesses ambazo zinakupa wewe justification. Ndicho kilichotokea pale. Kwa hiyo kilichotokea Libya nacho ni hicho. Western powers walikuwa wanataka control ya ukanda ule wa Libya, hasa wasimamie biashara ya mafuta, lakini huyu mtu anaanza kuropoka Umoja wa Afrika. Sasa tunaingiaje? Lazima ionekane ndani ya taifa lenyewe wamemchoka, ndio anakuwa mbwa aliyepewa jina baya. Na walimsaka kama mbwa kweli. Pale mahali wamekwenda kumuulia ni kwenye kashimo hivi, kwenye kakalavati. I mean, it's so sad. Sisemi mimi niliyapenda mambo ya Gaddafi ya udikteta wake, lakini nataka kusema hata ile tu hadhi ile ya presidency haikuwa preserved. Yani watu wameenda wamemchomoa kwenye kishimo, wamemuua, na wasaidizi wake ile ilikuwa mbaya, walimdhalilisha sana na inaifananisha kama na ile ya Iraq walivyomchomoa Saddam Hussein wa Marekani kwenye lile shimo lake kule. So it is unapozungumzia hizi sovereignties na hadhi yake, that was bad. Na kwa sababu tunajua behind hawa rebels support za hao wakubwa zao zilikuwepo, kwa sababu bila hao kwa wanaletea silaha nini, sababu sasa Gaddafi alikuwa hawezi kucontrol ile mipaka tena. Kwa hiyo sehemu zingine zilikuwa porous, na tunaita nini, hawa rebels walikuwa wanapata misaada mingi. Kwa hiyo ilifika mahali silaha wanazotumia wa rebels ni kubwa sana. Gaddafi alilimbikiza nguvu za kijeshi nyingi sana, hiyo aina nani, lakini hawa walikuja na technology zilikuwa chache ndio, lakini zilikuwa mpya sana ambazo Gaddafi hajaanza kuna. Hata haya marifle ya kawaida hawa rebels wana automatic rifle wote na nini, kwa hiyo hata shabani wanakuwa precise na nini. Kwa hiyo
lakini ile propaganda, kwa sababu wakati ule pia wanapigana pale Libya, baadhi ya mawasiliano yalikuwa pia ya maredio na nini, yalikuwa wanaweza kushirikishana habari mbalimbali kwenye maeneo ambayo walikuwa wale rebels wameyateka. Inasemekana hadi kufikia mnamo tarehe 20 Oktoba mwaka 2011, Gaddafi mauti ilimfika akiwa katikati ya harakati za maficho, na hii ikabadilisha historia ya Libya kama ishara ya mwisho kuanguka kwa utawala muda mrefu wa kielelezo, na ilifungua ukurasa mpya wa kisiasa na kijamii ambao mpaka leo katika nchi ya Libya hakuna utulivu. Mazingira ambayo yalosababisha kifo cha Gaddafi ni mazingira ambayo yalikuwa sio mazuri sana, kwa sababu yule alikuwa ni rais. Jamaa walimfanyia vitendo vya ajabu sana mpaka akakimbilia kwenye mfereji, wakamuingia pale kwenye mfereji. Mtu ambaye amewasaidia, amewatoa katika sehemu ambayo ni ya umaskini, akaweka katika sehemu ambaye at least, lakini wakaja wakamfanyia kitendo kibaya sana kwa kweli. Mungu mwenyewe ndo anajua. Kama Libya kuna kijana aliye survive ile uprising, yani alikuwepo wakati wa Gaddafi na yupo leo, labda ni mtu mzima wakati ni maisha bila Gaddafi na maisha wakiwa na Gaddafi, kama ameziona version zote mbili. Yani mimi nimepata bahati ya kukutana nao. Yani majuto yao ni makubwa. Kwa mfano, baadhi ya miundombinu iliyowekwa Libya kwa nature ya eneo lao iliwekwa kwa matrilioni ya pesa, yani kwa gharama kubwa. Imagine mifumo ya maji sijui nini, alafu ikavunjwa. Kwa hiyo kurejea pale, na hawatarejea hivi karibuni. Kitu cha ajabu sasa, wadau wao wa mageuzi walikuwa wanawafadhili, sasa hivi wanataka itumike fedha yao wenyewe wa Libya kujenga upya ile miradi. Hivi unaona hicho kitu? Tungefikiri wangekaa huko katika alliance zao, bwana sisi NATO tulishiriki pale, basi haya donation hizi tunapeleka Libya. Wanafanya kwa mambo machache sana. Kwa hiyo mifumo ya huduma zile za afya, mifumo ya huduma ya elimu, unajua Watanzania kwa wanasoma Libya wengi kushne wanasema watu wa mtaani, hamna kitu tena. Sasa wanaanza kuijenga Libya upya. Na Libya imegawanyika. Haiko tena moja ile ya dikteta mmoja. Kuna power centers, several power centers. Kuna majemedari fulani wale nao walikufa hivi karibuni kwenye ajali. Lakini watu wanafikiri labda ilikuwa ni assassination. Kwa hiyo Libya has become so difficult to govern again. Na ndoto za vijana waliotaka Gaddafi aondoke ili wapate maisha mema na mabadiliko wanajikuta tu kwenye majuto. Mazingira ni magumu sana sasa, na wanatoroka. Wanakubali kufia baharini kwenda kwenye mataifa mengine. Wakati mwanzoni walikuwa pale tu wanagombana na serikali yao, wanaomba parking za magari. Mwanafunzi wa chuo kikuu anaendesha Benz, rais wa chuo anawakusanya wenzake, tugome na tuiambie serikali hatuwezi kukosa parking, hatuwezi kupaki magari yetu kwenye mashimo. Hiyo imekutokea Libya. Nchi ilikuwa imeshafika pazuri sana. Walichokikosa ni hiyo mifumo ya utawala shirikishi ambayo ndio walitaka waipate, lakini wakaidai kwa njia ya kubomoa nchi. Sasa na hapa vijana wasidai mageuzi kwa njia ya kuchoma taifa. Wakisha lichoma, kwanza mageuzi hayo hayatakuja kwa haraka, na yatakuja tena kwa gharama, na hawataishi nchi hii, wataikimbia. Nchi ikigawanywa vipande na kila kipande kikawa na power load mmoja, unakuwa sawa na zile Somalia ulikuwa unasikia, unakuwa sawa na. Kwa hiyo mimi nilikuwa nafikiri vijana wa Tanzania kwanza ni appreciate madai yao mengi ni ya msingi, na naona serikali inaanza kuya-address. Sasa sizungumzi kwa capacity ya uwakilishi serikalini, nazungumza kama Mtanzania. You see, an enthusiast, mimi I'm a nationalist, mimi nimejipaga tu mwenyewe usika. Mimi napenda nchi yangu, napenda na nakuwa mzalendo. Kwa hiyo mimi kwanza nasema hoja zao na madai yao yale genuine yanafanywa kazi. Tunaona serikali mpya kabisa hii, tukaona wanapewa waziri wa vijana, na waziri huyo anafanana na anatosha kweli kwa nafasi hiyo, kwa sababu kazi zake za awali kabla hajapewa wizara hiyo zimethibitisha kwamba chaguo lile ni sahihi. Kwa hiyo wamunge mkono Mheshimiwa Rais kwa kumpa ushirikiano huyo mtu, wazungumze naye, wajadiliane ili mijadala yao iingie katika mipango ya serikali, ama enrich kilichokuwa kimewekwa tayari kwenye dira na kwenye hii mipango wanayotengeneza kila miaka 5, basi wahakikishe wana incorporate mawazo yatakayotoka kwa vijana.
Muammar Gaddafi anakumbukwa kwa mitazamo yake yenye utata mkubwa na ni kama shilingi yenye pande mbili iliyofanana na maisha na utawala wake. Maana yake, kwa baadhi ya watu wanamkumbuka kama shujaa wa Afrika na mpinga ubeberu aliyesimama kutetea rasilimali na uhuru wa mataifa yanayoendelea dhidi ya shinikizo la kisiasa na kiuchumi kutoka magharibi. Na kwa wengine, Gaddafi wanamkumbuka kama dikteta mkali alikiuka haki za binadamu, kizuia uhuru wa vyombo vya habari, upinga upinzani wa kisiasa na kudhibiti vyama vyote vya siasa. Mfumo wake wa jamahiria, ingawa uliwekwa kama njia ya kushirikisha wananchi moja kwa moja, kwa vitendo ulitumia mamlaka makubwa kuendesha dola, jambo lililosababisha upungufu wa uwajibikaji na ushawishi wa raia katika maamuzi kisiasa. Mpaka leo Libya haijapata utulivu wa haraka. Bado inakabiliwa na machafuko ya kisiasa na kiusalama, ikiwa ni pamoja na vita vya wenyewe kwa wenyewe, migawanyiko ya makundi ya kisiasa na changamoto kubwa ya ujenzi wa taifa la kisasa. Hivyo urithi wa Gaddafi unabaki mgongano kati ya mafanikio na utata, ukionyesha jinsi utawala wa muda mrefu na ushawishi wa mtu mmoja unaweza kuacha alama ya kudumu, chanya na hasi katika historia ya taifa na bara la Afrika. Katika historia hii tuna somo la kujifunza. Tuipende nchi yetu, tuwe sambamba na viongozi wetu, tusiwaite majina mabaya, tuwatie moyo na kuwasikiliza na kuombea. Vilevile kwa viongozi wetu, muwasikilize wananchi, msiwe mbali na wananchi wa kawaida, ili kujenga mshikamano na upendo katika kuijenga Tanzania iliyo bora kwa maendeleo ya taifa zima. Huyu ni Muammar Gaddafi ambaye alama yake kamwe haitafutika.